pia unajua kama Arusha ni sehemu ambayo watu wengi wanapita na magari, imekuwa kama ni jamu kubwa kwa sababu uwanja upo katikati ya ya mji, lakini pia katikati ya barabara nyingi. Kwa hiyo kutokana na hiyo inawezekana ikawa ni moja hapo ya sababu wanayofanya serikali katika kuhakikisha kuwatawanya wananchi, kwa sababu walikuwa wamejikusanya katika sehemu moja katika kuhakikisha wanaangalia usalama wa raia, na ndio maana hata mabomu yanayopigwa yanapigwa kwa juu na sio kuwalenga watu, lengo kuwafanya watu kuwataanisha katika mazingira waliokuwepo. Na mashabiki pia wamekuwa wakilalamikia, haswa mashabiki waliokuwa wamekata tiketi za mzunguko, wanajiuliza wao walikuwa hawana zile kadi, ni namna gani wataweza kurudishwa pesa zao na kuweza kuingia katika mechi inayofuata. Yes, bodi ya ligi huaga wana utaratibu wao maalum kutokana na changamoto hii ya leo ilijitokeza, kukosekana kwa mchezo, lakini pia watu kulipia kiingilio kama pale tuliposikia kwenye matangazo kutokana na ile changamoto ilijitokeza, ile tiketi ambayo uliolipia lakini pia au risiti uliokuwa nao unaweza wakaitumia katika mchezo mwingine mpaka pale mchezo huo utakapopangiwa siku. Kwa hiyo kutokana na hii imekuwa ni mara kwa mara, sio mchezo huu peke yake, lakini ni michezo mingi imekuwa ikiahirishwa kwa namna hii, lakini pia kwa mashabiki wanagewa siku nyingine ya kuja kutazama, kwa sababu kama ulivyosikia mwenyekiti wa Simba Burudani tawi la Simba ameweza kusema wametoka mbali, wamezunguka na timu kutoka Singida, Peter Babati, wamelala njiani kulinda uwanja pia kutokana na vurugu zilizokuwa zinatokea, na hii hali ya hewa mvua zimeonyeshia, lakini kilichoishia ni kutokuona mchezo huu. Pengine labda bodi ya ligi wangefanya nini kutokana na hizi hali za viwanja vyetu vimekuwa ni changamoto sana. Yes, kwa mikoa husika yenye yanayoendesha masuala mazima au wenye timu ambayo inakaa mikoa tofauti tofauti, kama hapa Arusha sasa hivi uwanja wa Sheikh Abedi inamilikiwa na TRA kama uwanja wao wa nyumbani. Kwao waangalie namna nzuri ya kufanya mashabiki waweze kupata burudani, kwa sababu kuna mashabiki wametoka mikoa jirani, wengine wametoka katika maeneo tofauti tofauti kuja kuangalia huu mchezo, kutokana tu na changamoto ya uwanja kuleta changamoto, maji kujaa, ikapelekea mchezo huu kuahirishwa. Lakini pia imepangwa kwa mujibu wa mwenyekiti wa Simba Burudani, wanasema mchezo huo utafanyika tarehe 9. Kwa hiyo mashabiki waweze kutunza kadi zao kwa ajili ya kuja kuingia katika mchezo huo. Yes, ni sahihi kusema hivyo kwa sababu watu wamelipia tiketi zao, wametoa hela, wengine wamejichanga 200 300 katika kuhakikisha wanakuja kuitazama Simba Sport Club, wanakuja kutazama timu ya TRA yenye makazi yake jijini Arusha. Kwa kusema hivyo itawasaidia kidogo wananchi ambao waliojaribu kutaka kucheza mechi hii, lakini kutokana na changamoto ya mchezo huu kuahirishwa, wanaweza kaitumia advantage hiyo kuja kutazama. Lakini pia inaweza ikawa ni pungufu tena ya watu, kwa sababu sasa hivi imetokea hii changamoto, na tunajua mkoa wetu wa Arusha imekuwa na utaratibu, kila ifikapo miezi kama hii kunakuwa na mvua kubwa, maji yanajaa uwanjani, inapelekea mechi mbalimbali kuahirisha. Leo hii imeahirishwa mechi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Jumatano ijayo TRA wanacheza na Young Africans. Je, mvua itakuwepo? Mvua haitokuwepo? Ndio maswali mengi watu wanajiuliza. Na je, ikitokea hali kama inakuwaje? Mechi zitaendelea kuahirishwa, lakini pia kwenye msimamo wa ligi kuu watu wataendelea kukaa kileleni, lakini pia hizi timu kubwa au timu ambazo zinaahirishiwa michezo yao, ligi ilitakiwa labda kuisha mwezi wa 6 na kuja kuisha mwezi wa 7. Pia inaweza ikawa ni changamoto kwa sababu tunakaribia AFCON, mambo ni mengi jijini Arusha kwa kweli. Na pengine Simba walikuwa na ratiba nyingine ya mchezo kutoka siku ya leo, pengine nao mechi ile itaahirishwa isogezwe mbele, au maana mimi nimeshindwa kuelewa Bwana Razak Mkoroma. Yes, bodi ya ligi wao ndo wanaangalia kutokana na changamoto hii, ni mchezo hupi utasogezwa mbele au mchezo huu uliosogezwa mbele mpaka hiyo tarehe 9. Je, Simba hapo katikati atakuwa na mchezo gani? Kwa sababu tuna shirikisho, tuna ligi kuu. Kwa kutokana na hiyo wataangalia ratiba zimekaeje ili waendelee kuifanya Simba wacheze, lakini pia na vilabu vingine viweze kupata nafasi ya kucheza. Lakini mechi inayofuata TRA ni siku ya Jumatano, na nafikiri mashabiki wasiweze kuondoka. Siku ya Jumatano pia tutakuwa nao hapa na tukiwaletea matangazo na uchambuzi wa moja kwa moja kutoka uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta hapa jijini Arusha. Ni mechi kati ya TRA ambao watawaalika Young Africans kwa mara nyingine, na ikitokea mvua imenyesha tena, nafikiri ndo namna ambavyo tunazidi kupoteza mashabiki na wapenzi wa mpira katika viwanja vyetu. Yes, mpaka hivi sasa tayari imepoteza radha halisi ya mchezo au mpira wa mguu hapa jijini Arusha kutokana na mazingira ya na hii sio kwa jiji la Arusha tu Bwana Razak, maana tuliona hata uwanja wa Mbeya uliweza kufungiwa na baadhi ya viwanja vingine, na pia hata kiwanja ambacho juzi walikichezea Yanga dhidi ya Tanzania Prison
Yanga waliweza kulalamika kiwanja kile sio kizuri. Tumekuwa tunakagua viwanja juu na mechi zinaenda kuchezeka, bado malalamiko yanakuwa yale yale. Pengine bodi ya ligi wangefanya kitu gani ili waweze kushughulikia hili tatizo la viwanja? Yes, bodi ya ligi kwa maoni yangu mimi waangalie siku 10 au siku kadhaa kabla mchezo kuchezeka, kwa sababu waangalia miundombinu, kimfano labda jua likiwepo lakini mvua huwa itabiriki. Inawezekana wakawa wamekagua siku 10 kabla, lakini mvua baadaye ikaje ikanyesha kama siku ya leo ilivyotokea. Wanaweza wakaangalia pia kwa attention nyingine, kama kuna jua, je, hiyo siku itakuwaje kama kutakuwa na mvua? Na ukiangalia sasa hivi ni msimu wa masika, kwa hiyo mvua zinakuwa ni za nyingi, lakini pia za mara kwa mara. Kwa viwanja, wamiliki wa viwanja, mameneja waangalie namna gani ya kuweka miundombinu vizuri katika kwa. Lakini manager hahusiki na pitch, yeye kazi yake ni kuangalia uwanja na mandhari ya uwanja, kama kumwagia maji, usafi na vitu vingine. Swala la pitch tunawauliza nani? Bodi ya ligi, wao kama wao wanabidi waulizwe, lakini pia bodi ya ligi hawezi kuuliza bila wao kwenda kukagua. Kwa hiyo wao wanapoenda kukagua waangalie kwa hali zote mbili, mfano mvua ikitokea au mvua ikawepo, tunaweza kuchukua hatua gani kama hii leo, labda kutokana na hivyo kuonekana kwa Arusha kuwa na mvua nyingi muda kama huu. Wao kama viongozi wangeangalia namna nyingine ya kuweka another alternative way, mfano mvua ikinyesha tunawezaje tukacheza mpira, mfano kutengeneza mifereji ya kutoa maji uwanjani, viwanja vingine vikachezeka. Tunaona wenzetu mbele kunaweza ikanyesha mvua kubwa, lakini maji yale yanajifyonza, lakini pia game inaendelea. Kwa kuahirisha kwa mechi inaweza ikapelekea ligi kuu kwenda muda mrefu sana, au ilitakiwa labda kutamatika mwezi wa 6 katamatika mwezi wa 7. Naam, huyo ni Razak Mkuruma na hii ni Banya Leo TV. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, fanya kusubscribe channel yetu ya Banya Leo TV ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata habari za kimichezo. Mimi ni Juma Nuh Ramadhani. Mambo poa, unaongea na Mabruki mzee wa fakti kutoka tawi kubwa, tawi la Simba Burudani, tawi bora namba 1 kutoka kaskazini hapa Tanzania. Kiongozi wa tawi kabisa katika jiji la Arusha. Unazungumziaje? Unajua mnatamani kuiona mechi ya Simba dhidi ya TRA na mnatamani kuwaona wachezaji wenu ambao mmeweza kuwasajili na namna ambavyo sasa hivi wanafanya vizuri. Imetokea hii hali ya hewa, mechi imeshindikana kuchezeka. Wewe ulikuwa una dukuduku gani kaka? Ukizungumza na tawi la Simba Burudani ni kwamba ni tawi ambalo tunasafiri na timu kila mahali. Ndio maana unaweza ukaona hata timu wakati inaingia, watu wa Arusha waliona mapokezi tulioandaa, tumeenda kuipokea timu maeneo ya Munduli, tumerudi, tumeenda kambini. Kila siku tulikuwa tunahakikisha usiku na mchana hatulali. Brother, mimi ninavyokuambia, natoka katika tawi la Simba Burudani na ni mwenyekiti wa hamasa wa Simba Burudani. Hapa uwanjani nimekesha. Nimeondoka saa 11 na dakika 25. Inawezekana wengine walikuwa wamelala, lakini mimi naweza nikakwambia nimelala hapa. Tunalinda huu uwanja kwa sababu kuna vurugu zilizokuwa zinajitokeza tangu jana saa 1 majira ya jioni. Lakini in all hatuwezi kuwalaumu sana watu kwa sababu mvua ni neema za Mwenyezi Mungu, limetokea hilo, lakini kinachotuumiza unakuta ni gharama za Watanzania ambazo tayari walishazitoa. Unakuta watu ambao wamejikusanya, mtu amejua kabisa hapa TRA anakuja kuzungumza, anakuja kucheza dhidi ya Simba, anajua kila mtu anajiandaa. Simba ina mashabiki wakubwa sana na ni wengi sana hapa katika kanda ya kaskazini. Nikikuelezea kaskazini kwa ujumla, unaipata Simba haijawahi kudondosha point. Kila mechi tuliyokuwa tunaiandaa tulikuwa tunaweza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo tunachokiomba, Watanzania wanatakiwa kuwa watulivu na watulie, waangalie namna gani, kwa sababu sisi tunavyokuambia tuliwahi kupata gharama na ikatokea tumeenda tumeambiwa mechi inachezwa Benjamin Mkapa, tumesafiri mpaka Benjamin Mkapa, mechi imeenda kuchezwa Zanzibar, tumenunua tiketi za 30,000 na bado tukanunua nyingine, lakini kwa sababu wametuahidi ni kadi zitatumika, kila mtu atunze ni kadi yake. Game itakayofuata watu wazisubiri, Simba inarudi kucheza tarehe 9 hapa, waisubirie. Huyo ni mwenyekiti wa Simba Burudani akiweza kuzungumza.